Bwana, na ninajua tutaenda kubarikiwa pamoja, na itaenda kuwa nguzo katika maisha yangu na ya wewe. Kama kanisa tunahitaji kula neno la Bwana, kwa sababu maandiko yanasema neno la Bwana ni chakula cha kiroho. Na leo tutasoma kitabu ya Yeremia 15 mstari wa 19, na nitasoma kulingana na uwezo wa Roho wa Bwana. Nasema, kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakapokurejeza upate kusimama mbele zangu, nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu, nao watakurudia wenyewe, bali hautawarudia wao. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua neno la Mungu linaleta furaha maishani mwetu, na tunaongea juu ama topic ya siku ya leo ni kwamba ile inaitwa brokenness is God's requirements for a maximum principle, ama kule kuvunjika kwa maisha ama mioyo yetu huwa kunaleta ile utimilifu, ama ni njia moja ya kuleta utimilifu katika ile huduma ya Bwana. Ili Bwana kutumie, ni lazima uwe umepitia mambo lazima kuwa umepitia mambo magumu. Kama unaweza kuwa umeumia kwa muda mwingi kwa roho, kukosa kazi, ama umekosa mtoto kwa muda mwingi, ama umeumia katika ile kutafuta katika hali ya kuumiza moyo wako, umekuwa huwezi fanikiwa kwa sababu, ama umekuwa maisha ya kuumia moyo. Hiyo ni njia moja, inatakiwa ni njia ambayo ni ya Mungu wetu aweze kutumia. Jambo mzuri ni wakati Ana alitumika. Ana alikosa mtoto kwa muda mwingi, alikuwa anatukana na ule mama mwingine walikuwa maoa pamoja naye Penina, na alikuwa anaongelelewa maisha mambo mabaya. Hiyo akavumilia. Kwa hivyo ilikuwa jambo moja ya kuumiza Ana moyo, na ikamfanya akuwe mtimilifu mbele za Bwana. Baadaye alipata mtoto na akawa ni mtu mmoja ambao ni njia moja ilikuwa ya kutumika katika Bwana. Kwa hivyo ni njia ambayo nimekupea example kuambia kuna mambo unaweza pitia ya kuumiza moyo ambayo ni ya kujenga, ama ni njia ya kujenga kukua katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So tunapojifunza mambo haya mengine, na pia inaweza kukua inakujenga kule kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kukutumia kwa baadaye. Hiyo kuumia kwako, kuumiza kwa moyo, kunaweza kuwa kuna kutengeneza ili upate kuwa mtu ambaye ni mtimilifu. Tazama mtumishi wa Mungu ambaye ni baba yetu Ibrahimu. Abrahamu alikosa mtoto kwa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na haikuwa jambo rahisi. Walikaa miaka mingi bila kupata mtoto, na kupitia ile njia alipata baadaye. Kwa hivyo ilikuwa njia moja ya Mungu kumprepare ili akuwe baba wa kiroho, baba baba ambaye ni wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miaka mingi, na baadaye akabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambayo ilikuwa ni nzuri kwa watu, lakini kwa Abrahamu ilikuwa inamuumisha moyo. Kitazama mke wake Sara kiangua, alikuwa anaona inaumia, wamekaa miaka mingi wametumika na Mungu, lakini bado hawana mtoto. Ilikuwa jambo moja ya kuumiza moyo, lakini ilikuwa njia moja ambayo ni ile tusi moja Mungu alikuwa amemweka ili akue kiroho na akue baba ambayo ni wa kuigwa mifano na Wakristo wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine ni kustrangu ile kung'ang'ana katika mambo. Unang'ang'ana katika hii kazi, unang'ang'ana katika huduma, unaona huduma ambayo haifanikiwi. Unang'ang'ana katika maombi, na ile maombi yako haifikii kujibiwa. Unang'ang'ana katika maisha ambayo kazi hata ukifanya mambo hayafanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Unang'ang'ana kama mtumishi, unaomba kila siku, unafunga kuomba maombi ya kila siku, lakini bado haufanikiwi. Unaomba kila wakati, unaongea neno la Bwana, na bado kanisa haina washirika. Maisha mbio inakuwa magumu. Unang'ang'ana, bado unaona hata katika maisha ya kukula bado ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaendelea kuwa katika ile njia ya ukweli. So
hiyo ni njia nyingine ambayo inaumiza moyo, lakini ni njia moja ambayo ni ya kutengenezwa na Mungu ili ukue katika ile njia yake inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha kukuambia ni kwamba tusimame na tuinue imani zetu na tuendelee kusimama na Mungu na tukue ile tunda la Roho inaitwa patience. Tukue na ule uvumilivu tukijua siku moja Mungu atatubarikia. Tusikufe moyo. Kwa hivyo hilo ni njia moja ya kuumiza, lakini ni njia nyingine ambayo ni ya kujitukuza kwako, kujitukuza kwa Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua tutaendelea kubarikiwa. Ninaongea machache kwa sababu ninajua Mungu wetu ako na ile mpango mzuri katika maisha yetu kama kanisa. Kwa hivyo tuendelee kujiandaa na kujiandaa wakati tunapopatana na mambo. Na pia inatengeneza ile kufikia ile ngoro lako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa Mungu anataka ukue na ukihudumia watu wengi katika eneo hilo. Anataka uhudumie watu wengi watakuwa wamevunjika mioyo kuliko wewe. Kwa hivyo wakati unapopitia hayo mambo itakuwa rahisi kuambia neno la Bwana ya imani kwa sababu nilipitia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo nikasema wakati kama maisha yangu tulipitia maisha ambayo ilikuwa ngumu, tukalazwa hata mtoto akakaa miaka mingi na tukalichichwa pesa mingi, lakini kupitia kwa imani na uvumilivu ni jambo lilikuwa naumiza, lakini Mungu akatujibu siku moja. Bwana Yesu asifiwe, akatuletea pesa. So ni jambo gani nasema namna gani? Ya muhimu ni kwamba tujue hata mambo hiyo jambo ninayopitia inaweza kuwa ni njia moja ya kujitukuza kule kwa Mungu.